si kwa mizizi wala hirizi, bali ni kwa nguvu ya Mungu iliyomo ndani ya kifua cha Mfalme Zumaridi. Imerejesha tabasamu ya mwanadada Esther Johnson aliyekuwa amekata tamaa ya maisha, lakini leo hii anamtukuza Mungu aliyeko ndani ya kifua cha Mfalme Zumaridi. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga, kwake Zumaridi nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu tanitosha. Mtazamaji wa Zumaridi News TV, ni kualisha shuhuda huu wenye kusisimua. Siku zote hupenda kukuambia ya kwamba kwa Mfalme Zumaridi hakuna miujiza wala shuhuda za kuungaunga. Siku ya leo ndani ya Zumaridi News TV tuko na mwanadada Esther Johnson aliyekuwa amelichungulia kaburi kutokana na magonjwa kadha wa kadha yaliyokuwa yanamtesa, ikiwemo TB, uti wa mgongo, kifua na mengineyo, yaliyopelekea mwanadada huyu akate tamaa ya kuishi tena. Lakini Mfalme Zumaridi, Mungu chini ya jua, Mungu wa dunia hii, ametenda katika maisha yake. Ambatana nami Abigail Joseph tupate kujua nini kilimsibu, hatua za uponyaji, na hata leo Esther Johnson anacheza, anaruka, anakimbia kama siye yule aliyekuwa akibebelewa kama mtoto mdogo. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Kwa majina yangu naitwa Esther Johnson, mwana wa Mfalme Zumaridi. Kwanza kabisa na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa sababu niko buheri wa afya njema. Nilikuwa ninaumwa, leo niko mzima wa afya njema kwa neema ya Mfalme Zumaridi. Nakumbuka ilikuwa mwaka jana mwezi wa 7 mwishoni mwaka 2024. Nilijisikia kuanza kuumwa. Kwa hiyo nikachukua hatua ya kuja kwenye utabiri wa Mfalme Zumaridi. Walivyosoma utabiri wakuta ni mafatilizi ya katika ulimwengu wa roho, wakaniombea, nikakaa vizuri. Baada ya wiki moja nikaendelea kuumwa. Nikachukua hatua ya kwenda hospitali ya Butimba. Nilivyofika hospitalini wakanipima, wakakutana na typhoid, UTI, kisukari na TB. Lakini walivyokuja kupima x-ray, nilikuwa kifua kimesha tafunwa. Nina matundu, nimeshalika kifuani. Alafu na uti wa mgongo ukote, uko umeshalika. Nikawa siwezi kulala, nikawa siwezi kukaa, nikawa siwezi kutembea, ninakohoa. Dalili kubwa uliyokuwa nayo ni ipi? Ulikuwa unajisikiaje ndani ya mwili wako? Yaani mwili unaishiwa nguvu, afu nakohoa sana na kutapika. Okay. Baada hapo ikawaje? Ndo akanipa dawa ya kumeza miezi 6, lakini pamoja na kumeza dawa hazijanisaidia chochote. Ndo nikarudi kwa Mfalme Zumaridi. Nilikuwa ninaishi mwenyewe, ni mimi mama mwenye watoto 3. Nilikuwa sina msaada wowote. Mama yangu yupo, ndugu zangu wapo, sio kusema kwamba hela hawana. Hela wanazo, lakini hawajanisaidia chochote. Ndipo Mfalme Zumaridi alichukua jukumu la kuniita kuja kuishi kwake. Na pamoja na kuja kuishi kwake, lakini baada akaendelea kuhudumia familia yangu. Na mtoto mwingine wa mwisho akafaulu, na yeye tena akampeleka shule form 1. Kwa hiyo na yeye akaendelea kunipa msaada kwangu na familia yangu. Wakati unaumwa, uko kwa nyumbani kwa Mfalme Zumaridi, endelea na maombi. Naita matibabu lakini ni maombi. Ni maombi. Mfalme Zumaridi huwa ni maombi. Familia yako pia ilikuwa chini ya mikono ya Mfalme Zumaridi, anaendelea kuhudumia. Sasa hebu tuambie, ni huduma ipi ambayo ulipokea kwa Mfalme Zumaridi? Maana watu waamini wakitazama picha hizo, maombi tu, ni kitu gani kingine pengine ulikuwa unafanyia na Mfalme? Nilivyofika kwa Mfalme Zumaridi, aliniombea, pia nikawa natumia nguvu ya giza yote, magonjwa yote ndani yake, magonjwa ya kuloga. Kamata kifua kinachoona, kamata kwa jina la Mungu wa Zumaridi, kwa jina la mtawala na magonjwa yote kamata. Kamata
haya kokote ukateketeza. Haya maji yapata nguvu yako ndani. Panda utukufu wako ndani ya maji haya. Panda uwezo wako zimejaa Bwana. Panda nguvu yako Baba. Panda utukufu wako Baba. Katika jina la Mungu azubariki. Amen. Ile hatua ya kwanza uliofika nayo kwa Mfalme Zumaridi ambayo ilikuwa ni mbaya sana, tunasema hivyo. Baada ya muda gani unaweza kujisikia auheni, yaani unaweza kujisikia afadhali kwa kipindi kile? Nilivyofika kwa Mfalme Zumaridi, maana nilikuwa siwezi kutembea, nilikuja nimeshikiliwa na watu wawili, mwingine ameshika huku, mwingine amenishika huku. Kwa hiyo baada ya kama miezi miwili ndo nikaanza kutembea mwenyewe, napiga hatua moja. Hivyo nafanya mazoezi huko, Mfalme Zumaridi akiendelea kuniombea, ndo mpaka leo niko hivi. Kwa ndani ya miezi miwili yote ulikuwahi kupata nafuu? Nilikuwa sijawahi kupata nafuu, maana nilikuwa ni mtu wa kulala. Nalala, naogeshwa, nageuzwa, na mpaka kulishwa. Nilikuwa siwezi chochote. Kina nani walikuwa wanakulisha? Watumishi wa Mfalme Zumaridi ndio walikuwa wananilisha, wananiogesha, na wengine wakihudumia watoto wangu kule nyumbani. Maana watoto wangu ni wadogo. Okay. Mtazamaji, anaitwa Esther Johnson, anatuelezea historia ya ugonjwa wake. Jinsi alivyoanza, ameenda hospitali lakini hapakuwa na matokeo mazuri, lakini akarudi mikononi mwa baba yake Mfalme Zumaridi, kamtibisha, kamuhifadhi, kampa chakula, matunda. Ndani ya miezi miwili akarejea katika afya yake. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka katikati ya tabu hili ambacho uko unakipitia mpaka leo usisahau? Mateso ambayo nilikuwa yananisumbua, kwanza kifua, miguu kuuma, mikono, yani kwa siwezi chochote, hata kujifulia nguo yangu ya ndani kwa siwezi chochote. Kwa hiyo yale maumivu yaliyokuwa yananitesa hayo yalikuwa yananisumbua sana, siwezi kusahau. Na kulala nilikuwa siwezi kulala, usingizi ukaingia. Lakini baada ya mfalme kuniombea nikaanza kulala na usingizi mnono mpaka asubuhi. Imechukua muda gani mpaka tunafahamu ni mwanakwaya? Imechukua muda gani mpaka kurudi jukwaani kuanza kuimba? Imechukua muda gani? Yaani baada ya mfalme kuniombea nikaanza mazoezi taratibu. Baadaye kila ninapoitwa leo nikawa najisikia naendelea vizuri, ndo nikachukua jukumu la kurudi kuimba. Mpaka leo namtukuza Mfalme Zumaridi kwa njia ya uimbaji. Amefanya Mungu. Yeah. Amefanya Mungu. Yeah. Amefanya Mungu. Ona. Amefanya Mungu. Ona. Amefanya Mungu. Wache. Ona. Amefanya Mungu. Amefanya Baba. Amefanya Mungu. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.